أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ni siku nyingine na wakati mwingine tena Allah subhanahu wa ta'ala aliojalia kuweza kuketi pamoja nanyi katika hali ya kuendelea kufahamishana yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametujuza katika wakati na wasaa kama ni huu. Hivyo tuendelee kufuatiliana kwa kadiri Mwenyezi Mungu atakapokuwa anatuafikisha. Tutafikishana pale Mwenyezi Mungu ambapo kwamba ameweza kutuelekeza na kutufundisha, atakuwa ni bora zaidi, kwa sababu lengo na makusudio ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Hakumuumba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ins, kwa maana mwanadamu, jinna kwa maana ya majini, lengo na makusudio aweze kufanywa ibada. Lakini akasema msinifanyie ibada kabla ya kule kunifahamu mimi. Nini? Msinifanyie ibada zangu mimi kabla ya kule kunifahamu. Kwa hiyo tumeamrishwa kwanza tumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, alafu ndo tuweze kufanya ibada zake. Ndio maana basi nasi tukachukua fursa ya kuweza kuyakimbiza na kuyatanabahisha haya ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuyafahamisha kwetu sisi. Tunatamani na ndugu zetu waendelee kuyafahamu inshallah. Leo tutaingia katika kile ambacho kwamba mtu atakaanza kukifanya baada ya kuwa ameshamaliza kuhirimia swala yake, ameshasimama kiukamilifu vizuri, amenyosha mwili wake, kunyosha kifua chake mbele kwa ajili ya kuelekea kibla. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kibla natakifahamuje? Anasema ma baina al-mashriqi wal magharibi, anasema fa huwa qibla. Basi katikati ya mashariki na magharibi, hapo utakapoelekea na kwenye kibla. Kwa sababu kama ni hiyo, baada ya kuwa umeshasimama, umehirimia swala au umeshanuia swala na umeweza kusoma takbiratul ihram, kile kinachofuata kutaka kukisoma baada ya kuwa utasoma duau liistiftahi au duau liiftitahi, dua ya ufunguzi wa swala, moja kwa moja utakwenda kusoma nini? Ndio msanifu akaanza akasema madha taqra'u baada duai liiftitahi, atasoma nini mtu baada ya kule, au utasoma nini baada ya dua ya ufunguzi wa swala? Aqra'u al-Fatihata. Moja kwa moja yeye anapenda kumuuliza mwanafunzi swali, lakini lengo na makusudio so kumuuliza mwanafunzi ili aweze kujibu, yeye anatamani kumfahamisha moja kwa moja. Aqra'ul Fatihata, nitasoma mimi suratul Fatiha. Sasa anajinasibisha yeye ndo wewe na mwingine pia ndo hivyo hivyo unatakiwa usome suratul Fatiha. Suratul Fatiha kwa maana ya alhamdulillahi rabbil alamin mpaka mwisho wa nini? Wa suratul Fatiha. Ikiwa ni namna hiyo unakuwa umeshamaliza. Na suratul Fatiha kanuni ina aya 7, wa min ayatiha albasmala, miongoni mwa aya zake ni bismillah. Unataka kuanza na bismillahir rahmanir rahim mpaka kufikia wala dhalina. Na hiyo suratul Fatiha ina herufi zisizopungua 125, lakini pia ina aya 7 na ina tashdidi zisizopungua 14. Hayo yote unatakiwa uwe umeyafanisi, umeyaweka vizuri. Ndio suratul Fatiha ni nguzo katika swala na ndio itakuwa imeswihi ibada yako. Tunatafuta kuswihi kwa ibada zetu. Baada ya kutamaliza kusoma suratul Fatiha, wa suratu min al-Qur'ani, na utasoma sura kutokana na Qur'ani. Wenyewe sema inaweza ikawa ni baadhi min al-jumla au hivyo, kama wasomi wenyewe wanapoendelea kututanabaisha zaidi. Hii suratul Fatiha kwa nini nani Qur'ani na hii Qur'ani ni nini? Ndio hivyo hivyo ipo katika hiyo suratul Fatiha miongoni mwake. Utasoma sura kutokana na Qur'ani. Baada ya kufika wala dhalina utasoma Qur'ani al-Karimi, Qur'ani loko tukufu, kama ni suratul Nasi, suratul Falaq, suratul Ikhlas, suratul Baqara, suratul Maryam. Yani vyovyote utakapokuwa umejaliwa utasoma nini? Sura katika Qur'ani. Thumma arqa'u, baada ya kutamaliza kusoma suratul Fatiha na hiyo aya katika Qur'ani au sura katika Qur'ani, thumma arqa'u, kisha utafanya kurukuu. Kurukuu ni ile hali tulisema ya mtu kushika magoti yake, mikono yake kufikilia katika magoti yake mawili, ndio mtu anakuwa amefika usawa wa kurukuu. Na ikiwa ni namna hiyo ndo tayari jambo linakuwa limekaa vizuri. Sasa madha taqra'u fi rukuu, utafanya nini au utasoma nini? Madha taqulu fi rukuu, utasema nini katika rukuu? Mtu akiwa kwenye rukuu anasema nini? Ni sunna uweze kuyasema maneno haya ambayo kwamba tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu, nitasema mimi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana, ametakasika, rabbia, mola wangu mimi,
al-adhimi, aliyokuwa mtukufu, aliyokuwa mkubwa, aliyokalia juu. Nini? Ametakasika Mola wangu aliyomtukufu. 3 marati, utaisema maneno haya mara 3. Thumma a'tadilu, kisha nitaitidali, kwa maana ya kuweza kurudi katika ile hali ya kisimamo katika ulivyokuwa umesimama mwanzoni. Hiyo ndo inaitwa rukuu, na ndo utarudi kwenye itidali. Na baada ya kuendelea sana itidali, kwenye itidali, ukisha itidali unasema nini? Haya ni yale ambayo kwamba tutakuja kuangalizia katika vipindi vinavyoendelea kuja, ili lengo na makusudio uweze kuyafahamu au uweze kufahamu hatua za ibada mwanzo wake mpaka mwisho wake. Tutaendelea kujuzana kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Haya na iliyoko mengi, tunasema tuendelee kufuatiliana katika channel yetu tukufu ya Taqwa Media Online TV, ili iwe ni sababu ya kuweza kutujuza mambo yaliyoko mengi. Inshallah nikutakieni wakati mwema. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل الكتر. انت ذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي لكل حلالا دائما، وأخلات قياما علما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر برضا منك العيون، وقضانا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون، وغفر استر أنت أكرم من ستر. والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب في لناس شفاء، وعلى آل الكرام شرفاء، وعلى أصحاب المصاب الغرر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله على التمام. Vyasili Taqwa Media Makambako.